Nyingine ni kuendelea kusimamia na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ili kulinda afya ya walaji. Kwa hiyo hilo ni tutaendelea nalo. Kwanza kuendelea kuwaelimisha wakulima na wadau mbalimbali kwa ajili ya namna ya kuwa na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, lakini kuweka mfumo wa ufuatiliaji masalia ya viuatilifu, pesticide risk levels kwenye mazao yanayouzwa kwenye masoko ya ndani. Lakini pia tutaimarisha ofisi zetu za kanda na za mipakani kwa kuziboresha, kuwekea maabara ndogo ikiwemo mipaka 17 kuwekea maabara ndogo za ukaguzi wa mazao. Lakini pia tutaendelea kuimarisha kituo chetu cha udhibiti wa visumbuvu kwa njia ya kibiolojia ambacho kiko pale Kibaha. Kituo hiki kinafanya utafiti na kusajili viuatilifu hai vya kilimo ili kupunguza matumizi ya viuatilifu hivi ya chemical na kufanya udhibiti endelevu. Kwa hiyo ninavyohitimisha, nipende tu kwanza kutoa shukrani za dhati kabisa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na Wizara ya Kilimo kwa kuwezesha mamlaka hii kufanya kazi zake za kusimamia afya mimea na udhibiti wa viuatilifu. Lakini pia tunapenda kushukuru pia wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kamati ile ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Kilimo kwa kupitisha bajeti ya wizara, lakini pia ikiwemo bajeti ya mamlaka, na wenyewe tunawashukuru sana. Lakini tunapenda pia kumshukuru sana msajili wa hazina pamoja na wasaidizi wake kwa kuendelea kusimamia na kuratibu kuongoza taasisi na mashirika ya umma yaliyo chini yake na kusimamia mageuzi haya ambayo taasisi zetu zinafanya. Lakini mamlaka hii pia inafanya kazi na wadau wengi sana, wote tunaoshirikiana nao katika kutekeleza majukumu yetu. Mfano, taasisi zote za Wizara ya Kilimo kama vile TARI, ASA, TOSCI na kadhalika. Lakini tunashirikiana pia na sekta binafsi, kuna SAGOT, kuna TAA, halmashauri pia, taasisi za kimataifa kama FAO, WFP, Jumuiya ya Ulaya, Bill and Melinda Gates Foundation na vyuo vikuu vyote nao pia tunashirikiana nao sana. Lakini pia kuna taasisi za udhibiti regulatory bodies kama Kemia Mkuu, TBS, BRELA, TRA, TPA, wote hao, TMDA, hao wote tunafanya kazi, uhamiaji wote tunafanya kazi kwa karibu sana. Bila shaka kutakuwa na maswali baadaye ili wasilisho. Kwa na mwenye swali? Asante Profesa. Jina langu ni Deo Kaji Makomba, natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Na swali moja tu. Kwanza nashukuru kwamba nilikuwa na kusikiliza kwenye mazungumzo yako, nikatengeneza swali lakini ukalijibu. Lakini baadaye nikazalisha swali jingine kwamba kama mamlaka mmekuwa na harakati ya majuhudi za kuhakikisha kwamba mazao ya chakula yanayouzwa nje ni salama kwa walaji wale wa nje, mkawa mmeisahau Tanzania, lakini mkagutuka mkasema hatuwezi kupeleka kilicho salama nje ya Tanzania ili yale nyumbani hatujaangalia salama. Sasa mmesema na usalama wa nyumbani mmeanza kuangalia. Pengine ni njia gani kimsingi ambazo mnazitumia kama mamlaka sasa kuhakikisha kwamba hawa wakulima wa chini wanapata elimu ya kutosha kuhusiana na usalama wa chakula ili kuweza kuondokana na sitofahamu pengine ya chakula kisicho salama? Shukran. Tutapokea maswali machache. Asante, mimi naitwa Deus Magale kutoka Tanzania tena Magale Blog. Asante Profesa, nimesikia kama sijasikia vizuri au vibaya kuhusu Ziwa Victoria kuna usumbufu wa magugu maji, na mmesema mmepeleka ruhusa wa kuangamiza kule, hali ikoje?
Asante, naitwa Anastasia Nyemeke, naandikia gazeti la Habari Leo. Kidunia kilimo ekolojia hai kinakuwa kinapigiwa chapuo sana. Sasa nilikuwa nataka nijue mkakati wa mamlaka kusapoti kilimo hai ekolojia kwenye swala la viuatilifu, ili vitumike viuatilifu vile ambavyo labda ni vya asili. Lakini nilikuwa nataka kujua mkakati wenu wa kupambana na viuatilifu feki kupitia mipaka ambayo bandari bubu ambazo ziko ni nyingi hapa nchini, labda mnafanyaje? Tujibu kwanza hayo matatu. Nianze kwanza ya Bwana Deukaji Makomba kuhusu nini kinafanyika ili kupeleka elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Tunazo platform nyingi sana kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima. Kwanza sisi wenyewe tuna kitengo kabisa kinachohusika na utoaji elimu na matumizi sahihi kwa wakulima, inaitwa Pesticide Application Technology Unit. Kazi yake hii ni kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Lakini pia kwa sababu sisi tunafanya kazi na halmashauri, huwa tunashirikiana na halmashauri, tunaandaa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwafundisha wakulima. Lakini pia kwenye mikutano ile ambayo wenzetu wa halmashauri wameiandaa kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa wakulima, pia sisi kwa sababu maafisa wetu hapo kwenye kanda huwa wanapewa fursa ya kufanya mafunzo. Lakini pia nimesema tuko mikoa yote. Kwa hiyo kupitia ofisi zetu za kanda, hizi ofisi za kanda huwa zinaandaa mafunzo. Kila mwaka tunakuwa na mpango maalum wa kuandaa mafunzo maalum kwa wakulima juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, lakini pia na namna bora ya kudhibiti visumbufu vya mimea kwenye mazao yao. Kwa sababu pia lengo sisi tunamsaidia mkulima kuanzia shambani ili mazao anayotoa huko shambani yakakidhi ubora au mahitaji ya matakwa ya masoko ya nchi husika. Kulikuwa na swali la ziwani Victoria. Ni kweli nimesema kulikuwa na uvamizi wa magugu kariba ambayo inaitwa Salvinia katika maeneo ya ziwa Victoria kule, lakini sisi tukaenda kwa haraka tukachukua mbawa kavu. Hawa ni wadudu rafiki ambao wanalitafuna ile gugu, na tukalifanyia utafiti pale Kibaha na kuzalisha. Kwa hiyo baada ya kuzalisha tumeshavuna na tumeshaenda kupandikiza kwenye ziwa Victoria, na tayari wadudu wale wameanza kutafuna kulitafuna gugu lile, na tunategemea baada ya miezi mitatu impact yake itakuwa ni kubwa sana kulisambaratisha lile gugu. Na hii ni njia ya biolojia ambayo haiathiri mazingira wala uchafuzi wa maji, na hiyo kazi ni endelevu. Tumepeleka hiyo, lakini pia kupitia ofisi yetu ya kanda kule wanafanya monitoring au survey, ufuatiliaji wa mara kwa mara kwa kushirikiana na wavuvi kwenye mialo ile beach management unit ambazo ziko kule. Kwa hiyo tunafanya hivi. Swali la dada pale ilikuwa ni moja, nianzie na tunafanyaje kudhibiti viuatilifu feki, si ndio? Na swala la organic. Kama nilivyosema, tunacho kituo mahiri kwa ajili ya kuzalisha, kufanya utafiti na kusajili viuatilifu hai. Viuatilifu hai ni ikiwemo wadudu marafiki, wadudu walawangi, naona pale Kibaha. Na lengo ni kufanya hicho ambacho mkiongea, kupunguza matumizi ya viuatilifu vya kikemikali vya kiwandani. Kwa hiyo na mpaka sasa hivi tumeshasajili aina 53 za viuatilifu hai. Lakini pia tunashirikiana sana na kuhamasisha wawekezaji wa ndani
wanaozalisha viuatilifu hai, mfano na kampuni pale Moshi ya Biodefender ambao wanazalisha kiuatilifu cha vuruga, na kama nchi tayari tumekuwa tukinunua kiuatilifu kile kwa njia ya ruzuku kwa ajili ya kudhibiti visumbufu kwa kutumia njia za kibiolojia. Na hata hiyo operation ambayo tunaenda kufanya ya kudhibiti nondo wa matunda kwa ajili ya kufikia soko la Ulaya, tumeshanunua kiuatilifu lita 8,000 kiuatilifu hai kinaenda kutumika kwa ajili ya swala hilo. Lakini pia tunadhibitije bandia, viuatilifu bandia. Utaratibu wa kusajili viuatilifu hapa Tanzania ni kwamba muombaji, mtu yote anayetaka kufanya biashara ya viuatilifu, kwanza anatakiwa alete maombi kwetu. Sisi tunaangalia hayo maombi, alafu tunaenda kuchukua sampuli mbili. Sampuli moja itaenda kuangalia ubora wake. Je, hicho kiuatilifu ni bora? Tunafanya hivi. Lakini sampuli ya pili inaenda kufanywa utafiti ili kujua kama kweli kiuatilifu hicho kinaweza kudhibiti kisumbufu kusudiwa. Kama alisema kwamba kwenye dokumenti yake au kwenye nyaraka yake kwamba hiki ni kiuatilifu kwa ajili ya kantangaze, basi kina uwezo wa kudhibiti kantangaze. Kwa hiyo kinafanywa utafiti kwa muda wa misimu 3 ya kilimo, na baada ya hapo taarifa inaandikwa, na hiyo taarifa ndio inatumika sasa kufanya usajili wa viuatilifu. Na tuna usajili wa aina 3. Kuna full registration, anapewa usajili wa miaka 5, lakini kuna provisional registration, usajili wa muda kama kuna baadhi ya vitu hajakamilisha, lakini kuna restricted use. Huo ni usajili ambao kwa mfano mtu anaweza kuleta kiuatilifu kwa ajili tu ya kudhibiti kisumbufu kwenye eneo fulani kadogo, basi labda mara moja. Kwa hiyo pia tunafanya, lakini hatuishi tu kwenye usajili. Huwa tunafanya post registration monitoring, kupita kuangalia maduka, kupita kuangalia wauzaji wote wa viuatilifu. Je, wanauza vile viuatilifu walivyovisajili? Kwa hiyo kazi inafanywa kwa kushirikiana na ofisi zetu za kanda na mipakani, na tumeshawa train hao watu. Kwa hiyo na kitu kingine kwa cha ziada kwa taarifa ni kwamba tumeshasajili wauzaji wote wa viuatilifu Tanzania, wapo kwenye database na GIS location, kwamba ikitokea mtu amebainika anauza kiuatilifu ambacho kinakusudiwa kwamba sio sahihi, basi sisi kama mamlaka tunaweza kwenda kumtrack. Lakini swala kubwa sana ni elimu, ni elimu ambayo tunaendelea kutoa mara kwa mara, na pia kwa kushirikiana na vyombo vingine. Sisi mipakani pale hatuko peke yetu, tuna vyombo vingine vya serikali viko pale. Kwa hiyo huwa tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba wale wafanyabiashara ambao sio waaminifu tunaweza kuwadhibiti na kuwachukulia hatua kulingana na sheria yetu ya afya ya mimea ya mwaka 2028. Lakini pia pamoja na viuatilifu, lakini pia wako wale wafanyabiashara ambao sio waaminifu, wa biashara za mazao ambao nje ya viuatilifu. Mtu anaweza kupackage mchele wa Thailand akasema huu ni mchele wa Mbeya. Sasa teknolojia hii ambayo tunayo, hiyo ya DNA, portable DNA sequencer, ukiweka tu DNA ya huo mchele pale ndani ya dakika 20 inakuambia huu ni mchele wa Thailand na sio wa Mbeya. Kwa hiyo ni teknolojia ya kisasa kabisa ambayo inaenda kuboost au kuimarisha traceability, ufuatiliaji wa bidhaa zote za mazao zinazoingia na zinazoenda nje. Kwa hiyo situjue kwamba kinachoingia ni nini na tunachopeleka nje ni nini.